Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Breaking news kutokea nchini Irani, taarifa kubwa yenye mtikisiko wa hali ya juu kwa Marekani kutokea kwa kiongozi mkuu wa Irani, yani Mujtaba Ali Saidi Khamenei Husseini. Karibu sana mtazamaji katika mjumuiko na mwendelezo wa taarifa zetu kutokea Mashariki ya Kati, vita na fukuto la uhasama kati ya Irani na Marekani, ambapo jioni hii tunakwenda kuangazia taarifa mpya iliyotolewa na kiongozi mkuu wa taifa la Irani, na maanisha Mujtaba Saidi Ali Khamenei Husseini, taarifa ambayo imeibua taharuki kubwa kwa Marekani, ikiwa ni muda mchache umekwenda kupita tangu rais wa Marekani Donald Jr. Trump alipotoa taarifa mbalimbali za matambo na kauli mtambuka kwa taifa la Iran, ambapo taarifa hii inaeleza kwamba kiongozi mkuu wa Irani Mujtaba Khamenei amesema kwamba kwa hali ilivyo sasa, Marekani hana tena chake kilichosalia katika ukanda wa Mashariki ya Kati, na akisema dunia inaweza kwenda vile inavyotakiwa kwenda pasi na taifa la Marekani chini ya uongozi wa Rais Donald Jr. Trump, ambapo katika ujumbe wake huo pia Mujtaba Saidi Ali Khamenei Husseini amesema kwamba Irani pia itakwenda kujenga mustakabali wake na eneo zima la ardhi ya Uajemi pasi na kuwepo hata kuhusika kwa taifa la Marekani. Pia ameelezea hali ya usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz, ambapo Mujtaba Khamenei amesema usimamizi wa Irani na mlango bahari wa Hormuz utahakikisha kwamba utulivu na manufaa kwa mataifa ya kikanda unasalia kuwa imara na wenye tija kwa mustakabali wa watu wazuri wa eneo hilo na si wale watu wenye ushirika na wadhalimu. Hata hivyo, Mujtaba Khamenei Saidi Ali Husseini ameongeza kwamba mataifa ya kigeni yote ukanda wa Mashariki ya Kati pia nayo hayatakuwa na nafasi katika eneo hilo moja kwa moja, isipokuwa chini ya idhini yake na usimamizi wa taifa la Irani na vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Katika ujumbe wake huo ambao ameutoa kiongozi mkuu huyo wa Irani Mujtaba Saidi Ali Khamenei Husseini alisema, na hapa ninanukuu: sasa ni wakati umefika wa mataifa ya kikanda Mashariki ya Kati yote kuweza kujisimamia yenyewe na kuamua kile inachoona kinastahili kufanywa wakati na saa yoyote itakapopendezwa kufanya hivyo. Uwepo wa vikosi vya Marekani katika Ghuba ya Uajemi ndiyo chanzo kikuu cha ukosefu wa usalama na amani. Kufuatia hilo, kuanzia hivi sasa taifa la Irani na ukanda mzima wa Mashariki ya Kati utakwenda kuamua mustakabali wake wenyewe bila uingiliwaji ama utoaji mkono wa taifa la Marekani chini ya mdhalimu Rais Donald Trump. Ndivyo hivyo itasalia katika usimamizi mkuu wa mlango bahari wa Hormuz. Mlango huu, usimamizi wake utahakikisha utulivu wa kina na manufaa kwa mataifa ya kikanda, hasa mataifa yenye mustakabali mzuri na si yenye chembe za ukaribu na wadhalimu wa jamii yote ya ukanda wa Mashariki ya Kati. Na katika hili, katika uamuzi unaostahili katika mlango bahari wa Hormuz, usimamizi yakinifu utasalia kuwa kwa watu wa Irani chini ya vikosi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani IRGC, na hivyo mataifa yote ya kigeni hayatakuwa na mamlaka yoyote kuanzia hivi sasa, na udhibiti wote utakuwa chini ya vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, yani IRGC. Na huo ndio mwisho wa kunukuu ujumbe ambao umetolewa na kiongozi mkuu wa taifa la Irani Mujtaba Saidi Ali Khamenei Husseini, ambaye ameutoa kufuatia shamra za sherehe za maadhimisho ya siku ya kitaifa ya Ghuba ya Uajemi, yani Iran, ambapo kauli hiyo ya kiongozi mkuu wa taifa la Irani Mujtaba Khamenei inatafsiriwa kama hatua mpya ya Irani na tishio kubwa kwa taifa la Marekani chini ya kiongozi wake Donald Jr. Trump, ambapo siku za hivi karibuni kumeshuhudiwa uhasama mkubwa ukiendelea kushuhudiwa na kuripotiwa katika mlango wa bahari wa Hormuz, mlango ambao ndiyo kituo muhimu na sehemu nyeti ya kupitia bidhaa muhimu ulimwenguni kote, hasa bidhaa za mafuta na gesi. Sasa wakati kauli hiyo ya kiongozi mkuu wa Irani Mujtaba Saidi Ali Khamenei Husseini ikitanda katika mitandao mbalimbali na kurasa rasmi za mitandao ya kijamii, mkuu wa jeshi la anga la Irani kupitia vikosi vya walinzi wa mapinduzi IRGC chini ya makao makuu yake Al-Khatam Andia pale Iran Tehran ametangaza rasmi kuanza mashambulizi ya kuangamiza kwa meli za Marekani, akisema kwamba meli za Marekani zinaweza kulengwa hivi karibuni endapo tu
watasogeza pua yao katika eneo la Ghuba ya Uajemi, mlango bahari wa Hormuz, ambapo kamanda wa kikosi cha anga Majid Mosavi kupitia ukurasa wake rasmi wa mtandao wa kijamii wa X zamani Twitter amesema kwamba Iran itajibu operesheni za Marekani kwa mashambulizi marefu na mapana zaidi, ikiwa ni katika majibu halisi ya uchokozi na uadui unaotangazwa na rais wa Marekani Donald Jr. Trump, ambapo katika chapisho lake hilo kamanda huyo kikosi cha anga Majid Mosavi amesema, na hapa ninanukuu, tutajibu shughuli za adui hata kama ni za ghafla na fupi, kwa mashambulizi yenye uchungu, marefu na makubwa zaidi, kulingana na uadui utakaojitokeza chini ya Marekani. IRGC na watu wote wa Jamhuri ya Kiislamu ya Irani tulishuhudia hatima ya vituo vyenu katika eneo lote la ukanda wa Mashariki ya Kati, ikiwemo kambi za kijeshi na hata mali zenu pia. Hivyo ndivyo itakavyoshuhudiwa na hata katika mali zenu zinazoambaambaa katika eneo lote la ukanda wa Mashariki ya Kati, hasa Ghuba ya Uajemi. Watu wote ulimwenguni watakwenda kushuhudia hilo hivi karibuni. Sasa wakati hayo yakijiri, taifa la Marekani kupitia rais wake Donald Jr. Trump limeripotiwa kutafuta msaada wa kimataifa kwa udi na uvumba katika kufunguliwa tena kwa mlango bahari kwa huko Hormuz, juu ya kupanda kwa bei za mafuta ghafi katika eneo hilo lote la ukanda wa Mashariki ya Kati, hasa ikiarifiwa kuharibu biashara za kimataifa, ambapo taarifa iliyotolewa na shirika la habari la Reuters kutokea nchini Marekani imeeleza kwamba Marekani inashinikiza nchi zingine ulimwenguni kuunda muungano wa kimataifa ili kurejesha uhuru wa usambazaji katika mlango bahari wa Hormuz, kulingana na udhibiti wa jeshi la Irani IRGC katika eneo hilo la mlango bahari wa Hormuz na shinikizo lake kuu la meli za kibiashara katika eneo hilo. Hata hivyo, katika ripoti hiyo ya shirika la habari la Reuters imearifu pia kwamba juhudi za Marekani za kutatua mgogoro huo wa muda mrefu sasa, takriban miezi miwili, zimefika kikomo ambacho Marekani imekuwa ikijaribu kukifungua kwa kuzuia usafirishaji wa mafuta ya Iran kutoka nje ya nchi hiyo, ambapo ni njia kuu ya kiuchumi ya taifa la Irani na washirika jirani wa ukanda huo wa Mashariki ya Kati. Wakati mazungumzo yakikwama, rais wa Marekani Donald Trump amearifiwa kupokea taarifa za hivi karibuni juu ya mipango mfululizo ya mashambulizi mapya aliyoyasema yatafanywa weekend hii dhidi ya Irani, akiwa na matumaini ya kwamba kufanya hivyo ndiyo itapelekea njia sahihi ya Irani kusogea katika mazungumzo na taifa la Marekani. Katika ripoti hizo za Reuters pia zimeeleza kwamba tangu kuanza kwa uhasama, bei za mafuta ghafi zimepanda kiasi cha juu zaidi, ikiadifiwa kuwa zaidi ya mara 2 juu ya ile iliyokuwepo hapo awali, hali inayoelezwa kuchochea mfumo wa bei na kuchochea udhaifu wa uchumi katika mataifa mbalimbali ulimwenguni kote. Hata hivyo, Iran imeahidi kuendelea kuvuruga mchakato wote wa kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz, jambo ambalo linaelezwa kupelekea usumbufu zaidi wa kibiashara, hasa mafuta Mashariki ya Kati, kutokana na kikwamo katika eneo la mlango bahari wa Hormuz. Teherani ilionya Jumatano kwamba hatua ya kijeshi isiyo ya kawaida dhidi ya kuendelea kuzuiliwa kwa meli zinazohusishwa na Irani kwa Marekani, huku Trump akisema Iran haiwezi kuwa na silaha za nyuklia na matazamio ya Marekani ni amani ya kudumu ulimwenguni kote. Hata hivyo, Rais Trump wa Marekani alifanya mazungumzo siku ya Jumanne na watendaji wa mafuta na kujadili hatua ambazo Rais Trump amechukua ili kupunguza masoko ya mafuta duniani na hatua zinazoweza kuchukuliwa ili kuendelea na kizuizi ama mzingiro katika mlango bahari wa Hormuz huko Mashariki ya Kati. Katika hatua za hivi karibuni, Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amezungumza na Waziri Mkuu wa Japan akilaumu vikali Marekani juu ya kile ambacho inaendeleza katika mlango bahari wa Hormuz kama mzingiro ama kile Trump anaita blockade, akiambia Japan kwamba Tehran iko tayari kuendelea na diplomasia ikiwa Washington itaacha kile alichokiita madai yake ya kupita kiasi na vitendo vya uchochezi vya kuhitaji Irani iachane mara moja na mpango wake wa nyuklia. Katika mazungumzo kwa njia ya simu yaliyofanywa na rais wa Iran Masoud Pezeshkian na waziri mkuu wa Japan Sanae Takachi, Pezeshkian ameeleza matumaini na msimamo wa Iran akisema Iran itaendelea kujidhatiti na kudhibiti eneo lake lote ukanda wa Mashariki ya Kati na kuzuia uharamia na matendo yote ya kigaidi katika eneo hilo, akiongeza kuwa matendo ya Marekani kuingilia bandari ya Irani ni kama vitendo visivyo
visivyokubalika na vitendo vya kikatili zaidi vinavyokinzana na sheria za kimataifa. Aidha, katika mwendelezo wa mazungumzo hayo, rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameshutumu Marekani na Israeli vikali kwa kusababisha ukosefu wa usalama katika Ghuba ya Uajemi na mlango bahari wa Hormuz, akisema kwamba uharamia wa Marekani dhidi ya meli za kibiashara za Irani lazima kilaaniwe wazi wazi. Katika mazungumzo hayo ya Pezeshkian na waziri mkuu wa Japani, kulingana na ripoti za shirika la habari la serikali ya Irani IRNA, zimearifu ya kwamba waziri mkuu wa Japani Takachi amesema kwamba Japani inathamini uhusiano thabiti na wa kirafiki dhidi ya Iran na inaamini ya kwamba mazungumzo yanayoendelea yanaweza kusaidia kupunguza moja kwa moja mvutano wa kikanda baina ya ukanda wa Mashariki ya Kati. Pia waziri mkuu wa Japani Takachi ameshukuru Irani kwa kuruhusu meli za Kijapani kupita katika mlango bahari wa Hormuz wiki hii na kutoa wito wa kupita salama kwa meli zingine za Japani kupitia njia ya maji ya kimkakati huko Mashariki ya Kati. Pia katika hatua nyingine, waziri mkuu wa Japani amebainisha ushirikiano na kuunga mkono Irani juu ya msimamo wake thabiti katika uhasama unaoendelea kati yake na taifa la Marekani. Katika hatua nyingine, na hatua iliyozua taharuki kubwa, ni juu ya chapisho la hivi punde la rais wa Marekani Donald Trump aliyoelezea kwamba Irani imeiambia Washington kwamba iko katika hali ya kuporomoka na inahitaji mlango bahari wa Hormuz ufunguliwe tena haraka iwezekanavyo. Katika chapisho hilo ambalo amelichapisha rais wa Marekani Donald Jr. Trump katika ukurasa wake rasmi wa mtandao wa The Truth Social, amesema, na hapa ninanukuu: Irani imetuarifu tu kwamba wako katika hali ya kuanguka. Wanahitaji tufungue mlango bahari wa Hormuz haraka iwezekanavyo, wanapojaribu kubaini hali yao ya uongozi iko si tengefu. Na huo ndio mwisho wa kunukuu chapisho la rais Trump wa Marekani ambalo amechapisha katika mtandao wake wa kijamii wa The Truth Social siku ya leo, muda mfupi uliopita. Vuta ni kuvute bado ingali kuendelea kuzagaa katika ukanda wa Mashariki ya Kati, hasa katika vita vya Iran na Marekani, ikiwa rusha ni kurushe inaendelea kushuhudiwa kila upande wa vita, si Marekani wala si Irani. Je, yapi maoni yako juu ya hiki ambacho kinaendelea kushuhudiwa huko Mashariki ya Kati? Vita vinaelekea wapi na ni nini suluhu thabiti ya uhasama huu unaoendelea kushuhudiwa kote Irani na Marekani, 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 Irani. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.